akawavuvia akisema, amani iwe kwenu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Wiki chache zilizopita, pamoja na Wakatoliki wote duniani, tuliadhimisha sherehe ya Pentekoste. Lakini kwa namna ya pekee kabisa, tunayo haki ya kutamba kwamba leo ni Pentekoste katika parokia hii ya Mtakatifu Thomas More. Kwani siku ya Pentekoste mitume walimpokea Roho Mtakatifu, Roho ambaye ni mfariji, Roho ambaye ni nguvu, Roho ambaye ni mwalimu, Roho ambaye ni uthubutu, Roho ambaye ni nguvu ya kusimama kidete na kumshuhudia Kristo. Sasa leo hao ndugu zetu waliokaa hapa mbele yangu 23 wanampokea Roho Mtakatifu. Lakini niwakumbushe, sio mara ya kwanza mnampokea. Mlimpokea Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza mlipobatizwa, mkazaliwa upya kama watoto wa Baba, mkazaliwa upya kama ndugu zake Kristo, mkazaliwa upya kama hekalu au makao ya Roho Mtakatifu. Sasa leo mnapompokea Roho Mtakatifu ambaye ni mfariji, ambaye ni mwalimu, ambaye ni nguvu tuliahidiwa na Kristo, mnampokea kwa lengo maalum. Mnampokea kusudi mkamilishwe katika neema ya ubatizo. Narudia, kusudi mkamilishwe katika neema ya ubatizo. Kukamilishwa katika neema ya ubatizo ni kupewa uelewa, ni kupewa majukumu, ni kutumwa. Kwa hiyo leo nyie mnaoimarishwa, kuna mambo kadhaa yanayowahusu. Jambo la kwanza, pamoja na kwamba nawaona na bado umri mdogo, lakini utoto mmeuacha nyumbani. Utoto mmeuacha wapi? Nani amebaki mtoto hapa? Kwa hiyo utoto mmeuacha nyumbani. Mtakapotoka hapa mmekuwa waimarishwa, ninyi mnapaswa kuwa wakomavu. Mnapaswa kuwa nini? Wakomavu. Na wakomavu sio watu walele mama. Wakomavu sio wababaishi. Wakomavu sio waoga. Wakomavu sio watu baridi. Wakomavu ni wawajibikaji. Nanyi mnaitwa muwajibike kiinjili, mkifuata nyayo za mitume, muwe mashahidi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa maneno mengine, muitangaze injili kwa watu wote mtakaokutana nao. Sasa ninawaomba
na kuwaasa mjipange vizuri kusudi Roho Mtakatifu mtakayempokea msimhuzunishe, msimsaliti, na wala msishindwe kutenda kazi yake. Zaidi ya hayo, kuanzia leo mwepuke kurudi nyuma. Moto wa Roho Mtakatifu wake ndani yenu na uwasukume. Katika somo la kwanza tumesikia kwamba mitume na wafuasi walikuwa wamejifungia ndani, na msisahau kwamba mitume walikuwa wanaume lakini waoga. Wanaume waoga. Sasa wanaume waoga ni vioja, kwa sababu wanatarajiwa wasimame kidete, walinde familia, watetee ukweli, watende haki, wasimamie imani yao. Kuna Wakristo ambao hawasimami kidete katika imani yao. Wakristo vigeugeu ni Wakristo wasaliti. Wakristo vigeugeu ni Wakristo hadaa. Sasa ninyi msiwe wasaliti, ninyi msiwe vigeugeu. Alafu mkumbuke kwamba mnaimarishwa katika kanisa moja takatifu Katoliki la nani? La mitume. Mjipongeze. Sasa kama mmezaliwa kwenye kanisa hili, mkabatizwa, mkaimarishwa, alafu mnapata kila kitu mnachohitaji kwa ajili ya utakatifuzo wenu, epukeni sasa kuwayawaya, epukeni kupiga jaramba. Leo mko mnahemea kwa fulani, kesho mnahemea kwa fulani, kesho kutwa mnahemea kwa fulani, kwenye makanisa yanayoitwa majina ya watu. Tawauliza maswali baadaye, na jambo ambalo ningepaswa kuambia sasa hivi litakuja kwa njia ya swali. Kwa vyovyote, ninapenda kuwaasa na kuwahimiza, ipendeni imani yenu, ipalilieni imani yenu, ilindeni imani yenu. Agizo kwako baba paroko, hawa wanaoimarishwa tusipokuwa makini, baada ya wiki mbili utakuta hawaonekani kwenye jumuiya, hawaonekani hata hapa kanisani. Mbaya zaidi, baada ya miaka miwili hivi unaweza kukuta hawaelewi tena chochote kuhusu imani yao. Kwa hiyo baba paroko, nakuagiza ujipange, hawa wapate mistagojia. Sasa mnisikie vizuri, sikusema wapate bwana gojia. Mistagojia sio mtu fulani anaitwa Gojia. Mistagojia ni mwendelezo wa mafundisho ya msingi
yanayosaidia kuimarisha imani, kuimarisha maadili, kuimarisha utume. Umetaja mambo mangapi? Mambo mangapi? Ambayo ni kuimarisha imani, kuimarisha maadili na kuimarisha utume. Haya yanawahusu ninyi. Nanyi wazazi, toeni ushirikiano kwa paroko wenu, kwa kuwa najua mnawapenda watoto wenu, mnahangaikia makuzi yao, hasa katika elimu dunia. Lakini nasikitika kusema kwamba wazazi wengi hawawajibiki ya kutosha kuhusu makuzi na malezi ya kiroho, malezi ya kiimani, malezi ya kimaadili ya watoto wao. Kwa hiyo naomba mshirikiane na paroko wenu katika kuhakikisha kwamba vijana hao wanaendelea kukua na kuimarika kama Wakristo. Neema wanayopokea leo waiishi, iwasindikize na iwaimarishe katika kuwa zaidi na zaidi watu wa Mungu. Amani ya Kristo iwe nanyi.